What are people talking about a ballot countdown in Nakuru today? Siku 365 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, lakini hata hivyo mengi tumeyaona, mengi tumeyashuhudia na mengi tunayatarajia hasa taifa linapotia guu katika mwaka huu wa uchaguzi mkuu. Kumbuka ni uchaguzi ambao wengi wanaotarajia na ni uchaguzi vile vile ambao idadi kubwa ya wapiga kura ni vijana, na mpaka sasa katika chaguzi ndogo ambazo tumezishuhudia ni kuwa tume mbalimbali, idara mbalimbali zimewekwa katika mizani kutokana na utaarifu wao katika uchaguzi huu. Na katika jiji hili basi nitakuwa naungana na baadhi ya wakazi ambao pia wanajumuisha vijana ambao pia watakuwa wananielezea pengine hadi sasa taifa likoje kutokana na utaarifu wao hasa katika uchaguzi mkuu. Pengine nikianza na wewe, ukianza na jina lako uweze kuniambia mpaka sasa unahisi kuwa IEBC iko tayari katika uchaguzi mkuu, ukianza na jina. Kwa majina naitwa Kennedy Langat, mkazi wa Nakuru Town West huku Nakuru, na ningependa kusema kwamba ninahisi kwamba IEBC iko tayari katika kufanya ile shughuli, kwa sababu Bwana Chalo, Wakenya na Wakenya wenzangu, tunafaa kuwa positive kwamba mambo yetu yataenda vizuri. Tunafaa kuwa patriotic pia, so tunafaa kuwa tunaombea nchi yetu mazuri, tunafaa kuwa tunatarajia kwamba mambo yataenda vizuri kulingana na vile tunataka. So the first thing ni kwamba tukue very optimistic, tukue very positive na IEBC yetu. Kando na IEBC, sawa, umesema kuwa IEBC iko tayari, pengine vitengo vya usalama, kwa maoni yako tumeshuhudia mwingilio wa wauni katika chaguzi ndogo na hata kufikia mahali kuwa Wizara ya Usalama wa Ndani inasema kuwa haijui wauni wametoka wapi, japo baadhi tu ya wauni wale pia wamekuwa wakitumia vifaa na zana zingine ambazo pia zimeonekana kuwa za vitengo vya usalama. Pengine usalama wa taifa hili tunapoelekea katika uchaguzi mkuu kwa wapi? Pia bado katika jambo la security ya nchi bado ningependa kuwa positive kwamba, kwa sababu kuna msemo kwamba ambao unasema ya James William anasema kwamba believe that life is worth living and your belief will help create the fact. So inafaa tuamini kwamba security yetu iko sawa. Lakini ndio tunaamini, lakini mpaka sasa ni mambo yako wazi, kila kitu kiko wazi. Tutaendelea kuamini kuwa tuko sawa wakati ambapo hatuko sawa? So apart from kuamini, inafaa tuamini kwanza. Ni muhimu kuamini kwamba mambo yetu yatakuwa sawa. It is very important. But then we are also begging and we are calling upon those who are responsible na security yetu kwamba wasichukulie kimzaha na wasiweke siasa katika security. Mambo ya security haifai kuwa pamoja na siasa, na ni vibaya kwamba katika nchi yetu viongozi ambao tunao ambao wanasimamia mpaka mambo ya security, unapata ni watu ambao walikuwa wanasiasa ama bado ni wanasiasa, wamepatiwa ile kazi kwa sababu ya siasa ambayo labda walifanya kwa sababu ya kuunga mkono. Lakini ikiwezekana inafaa tufuatilie ile kitu ambayo inaitwa meritocracy. Bwana Chalo, wito wako ni gani wewe kama kijana kwa taifa, wanasiasa na tume mbalimbali, hasa taifa linapoingia katika mwaka huu wa uchaguzi? Wito wangu ni kwamba we have a country and our country is worth more than politics. It is worth more than mirengo, kwamba wewe ni 2 term, wewe ni 1 term. We have a country, and even on the issue ile ambayo president aliraise juzi ya 2060 vision 2060, we should not politicize that issue because our country will be there in 2060, whether tutakuwa 2 term, tutakuwa 1 term. In fact, all these people might not be there. Sisi kama vijana, we still need a country by 2060. So hata hiyo wito ya 12th of August, I'm calling upon Wakenya wote wakuje washirikiane na watupatie maoni yao na vile nchi inaweza ikaendeleshwa beyond 2060. And it is not about politics, whether you support the government or not. Inafaa wito yetu ni kwamba let us be patriotic. All right, thank you so much, Mike Chalo, and the people of Nakuru for giving us your feedback, and we'll continue receiving more feedback as we continue with this countdown, ballot countdown. 365 days to the next election. You're watching us live from TV47 and radio.